Hello, wana geopoliticians na watu wengine ambao tunafuatilia sana juu ya hii migogoro ya kimataifa na siasa za kimataifa jumla. Naomba leo tugusie hili swala la Marekani kushambulia maeneo yale ambayo yanaaminika kuna vinu vya urutubishaji wa silaha za nuclear na uranium kwa ujumla. Marekani juzi kupitia Trump kwamba amekiri kwamba ndege zao za B-2 bunker buster ambazo zimeshambulia kwenye maeneo ya Fordo, Isfahan pamoja na Nantes, maeneo ambayo yana vinu vya kurutubisha uranium. Lakini swali dogo tujiulize, kama ni kweli hiyo damage imefanyika hivyo ambavyo inaripotiwa na vyombo vya magharibi kupitia rais wa Marekani, na tukilinganisha kiwango cha urutubishaji wa uranium kwa Irani, kwa sababu niweke clear hapa kitu kimoja. Kwa mujibu wa shirika la atomiki duniani, halikatazi watu kurutubisha uranium, ila kuna kiwango ambacho kimewekwa. Hicho kikivukwa, ina maana kwamba wao watadetect na watajua kwamba wewe urutubishaji wako una nia ya tofauti, yani zaidi ya matumizi ya kawaida, kwa sababu inaaminika kwamba ili kuwa na matumizi ya kawaida ya uranium tunatarajia wewe uweze kurutubisha kwa angalau 3.67. Hicho ni kiwango cha urutubishaji kilichowekwa na shirika la atomiki duniani la kimataifa kwa ajili ya kuwezesha matumizi ya kawaida ambayo ni kuzalisha umeme, kutengeneza mionzi mingine kama vile hizi gamma rays, kama vile x-rays na mionzi mingine ambayo inahitajika kwa ajili ya matumizi ya kawaida kama vile matibabu na kuzalisha umeme na vitu vingine na ulinzi pia vile vile. Lakini tunavyojua au ulimwengu unavyojua kwamba Irani sasa hivi mara baada ya kujitoa kwenye ule mkutano wa kudhibiti silaha za nyuklia duniani, Irani alianza urutubishaji wake nje ya hicho kiwango hadi kufikia 60% kwa taarifa zilizotoka mwezi wa 3 kuelekea mwezi wa 4. Ni kiwango cha hali ya juu sana, na ukilinganisha endapo kama akifikisha tu angalau 90% tayari ana uwezo wa kutengeneza bomu kubwa tu la nyuklia, kitu ambacho ni tishio kwa uwepo wa mataifa hasimu na Irani, kitu ambacho hata Netanyahu na Israeli kwa ujumla wanaita hiyo, nasema ni existential threat, yani ni tishio la uwepo wa taifa la Israeli. Sasa tunarudi hapa tuunganishe doti. Tumeambiwa kwamba Marekani ameweza kufanya huo uharibifu wa uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha 60%. Sasa kwa hicho kiwango, maana yake ni kwamba Irani tayari amebakiza hatua chache sana kuweza kutengeneza silaha au bomu la nyuklia. Na kama pana damage yoyote au destruction iliyofanywa na mabomu na zile bunker busters za Marekani kama inavyoripotiwa, maana yake ni kwamba tunatarajia pawe na taarifa za uvujaji wa mionzi hatari ya uranium au ya nyuklia. Lakini hadi sasa hivi hapana hizo taarifa, sio Irani wala sio hata shirika la atomiki duniani, ambapo nao mpaka jana kwa mujibu wa chanzo cha Fox News, hilo shirika halijaripoti uwepo wa hiyo mionzi. Sasa hapo tujiulize na tuunganishe doti. Je, kweli Marekani ameshambulia? Na kama ameshambulia uranium ambayo imerutubisha kwa kiwango cha 60%, maana yake ni kwamba tunatarajia hiyo mionzi ianze kuvuja. Kuna baadhi ya media ambazo zimeenda mpaka karibu na hayo maeneo kuwahoji na wakazi ambao wanaishi karibu na hayo mazingira ambayo yana vinu vya nyuklia vya Irani,
wanasema kwamba sisi hatujapewa tahadhari yoyote na na serikali yetu kwamba tuondoke kwa kuwa labda kuna uvujaji wa mionzi. Hapana kitu kama hicho. Maana yake ni kwamba kwa wale watu ambao hawana hisia za ushabiki juu ya huu mgogoro, wanatakiwa kuanza kufikiri nje ya box. Kama kweli hizo bunker busters zimeharibu hiyo uranium ambayo imefikia kwa 60%, ambayo ni tosha tayari kuweza kuleta athari mionzi yake kwa binadamu, basi tungetarajia kwamba pawe na hizo ripoti. Lakini tunapotaarifiwa kwamba Marekani ana silaha hizo bunker buster ambazo zina uwezo wa kuchimba angalau mita 300 kwenda chini ya ardhi, zilijaribiwa wapi? Zilijaribiwa wapi? Na hata hivyo, mbona Marekani hawajaachia zile satellite footage kuonesha kwamba uharibifu kweli huo umefanyika na ile milima imekuwa vumbi au imekuwa kama kisima au uwanja wa mpira, sasa manake imekuwa flat. Manake kiwango cha mita 300 kwenda chini, manake ni kwamba palipokuwa na mlima sasa panabadilika kuwa shimo au panakuwa flat kabisa. Kwa hivyo tunatakiwa tujiulize hicho kitu. Japo hatukatai kwamba kuna baadhi ya mabomu yalikuwa yamerushwa kwenye lile eneo, lakini sidhani kama imefikiwa kwenye uharibifu huo kama ambavyo inaripotiwa. Hiyo tunajaribu kuwaambia nyewe wafuatiliaji wengine ambao mnafuatilia sana taarifa ya huu mgogoro kupitia mainstream medias ambazo haziripoti uhalisia juu ya kile ambacho kinatokea katika huu mgogoro. Ukifuatilia sana vyombo kama BBC, Sky News, New York Times, Al Jazeera, France in English, DW, hizi ni media za kimagharibi, haziwezi kuripoti uhalisia wowote juu ya kile kinachoendelea. Na ndio maana huwezi kuwakuta wanaposti real damage au wanaripoti real damage ambayo Israel inakutana katika huo mgogoro. Ni sahihi, tunaamini kwamba Marekani na washirika wake wana uwezo mkubwa wa kijeshi, lakini kuna failure ambazo wao hawawezi kuziripoti. Sasa hizo vitu tunatakiwa tujiulize, jamani, Irani bado ni taifa imara, na hadi sasa hivi Marekani kwa mlango wa pili anambembeleza Irani aweze kurejea kwenye meza mazungumzo ili kupata suluhu ya huu mgogoro. Lakini uhalisia hakuna kati yao mwenye ushahidi juu ya silaha za Iran. Yote kwa yote, Trump yeye mwenyewe ndiye aliyechagiza Marekani Irani kuweza kufanya urutubishaji huu ambao ni nje na kinyume cha shirika la atomiki duniani. Lakini kwa nini Irani pekee ndo ambaye ameshikiliwa bomba? Kwa nini hatakiwi kumiliki hizo silaha, wakati Israeli mwenyewe anazo tena, ana makombora almost 90 ya nuclear. Kwa nini Irani asiwepo nayo? Kwa hivyo tunahitaji pia kuangalia huu ulimwengu na mambo mengi sana. Ulimwengu na vitu vingi sana ambapo ukivitazama katika ushabiki unaweza kukuta kwamba hakuna nani. Mimi sio shabiki wa Iran, sio shabiki wa mlengo wote labda wa Israel au Marekani, no. Tunajaribu kuangalia nje ya box, watu tutajifunza nini na tujue nini hasa kinachoendelea juu ya hii migogoro ambayo inaanzishwa na wa magharibi wao wenyewe. Halafu wale wanapokuja kureact wanakuja mbele na kuanza kuripoti kwamba wameonewa. Hata katika huu mgogoro mtu unasimama kiushabiki, lakini unasahau kwamba Israel ndio mtu aliyekuwa ameanza kutoa huo mtazamo, kutoa na kuanza kushambulia hizo silaha, kushambulia maeneo ya Iran. Sasa bahati mbaya sana kwake ni kwamba ameshambulia adui ambaye ana uwezo mkubwa sana, ambao pengine hata baadhi ya taarifa zake za kiintelijensia kuweza kuchunguza uwezo wa Iran hazikuwa sawasawa sana.
na hata baadhi ya taarifa za silaha alizokuwa nazo Iran, Israeli na washirika wake hawakudhani kwamba angekuwa nao, kwa sababu Iran ameonyesha ufanisi mkubwa sana na uwezo mkubwa sana wa kushambulia ndani ya nchi ya Israeli. Kwa hivi naomba tusiingize ushabiki hapo, tujitahidi kufuatilia na pia tuelewe juu ya kile ambacho tunaripotiwa kupitia vyombo vyetu hivi. Mimi najaribu tu kuwapeni upande ambao huwa hauripotiwi na hizi mainstream media ambazo zina trend sana na wengi wetu tunazifuatilia. Niwatakie jioni, niwatakie mchana mwema na Mungu awabariki. Asante.